Kesi ya kihistoria inomkabili mfanyabiashara na moga muziki Sean Diddy Combs maarufu kama Diddy imeingia wiki ya 6 katika mahakama shirikisho, huku mengi yakichukua nafasi. Mengi ambayo awali yalikuwa ni siri tayari yamekushakuwa kwa hadharani, yakiwemo madai mazito ya usafirishaji wa watu kwa nia ya ngono, matumizi ya nguvu na fedha, kufunika kashfa na mbinu za kuhujumu mashahidi. Waendesha mashtaka wa serikali wanadai kuwa Combs aliendesha mtandao wa kihalifu kwa zaidi ya mwongo mmoja. Alitumia maarufu wake, fedha na ushawishi kuwanyanyasa wanawake, kuwanyamazisha waliompinga na kukwepa adhabu ya kisheria. Serikali imetumia ushahidi wa maandishi, ushuhuda wa mashahidi kadhaa wakiwemo waliokuwa wake wa karibu, pamoja na vielezo vya video na mawasiliano ya barua pepe. Pia imewasilishwa ratiba kina inaonyesha jinsi tukio baada ya tukio lilivyotokea, hasa katika kile kinachoitwa freak-offs, hafla za faragha zinazodaiwa kuhusisha ngono na matumizi ya dawa za kulevya. Hadi sasa upande wa utetezi haujotoa hoja zake kikamilifu, jambo linalozua maswali mengi. Wakati baadhi ya watu walitarajia kumuona Combs akisimama kujitetea kwa niaba yake, jambo hilo sasa limeweza kufutiliwa mbali rasmi. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na kesi na taarifa zilizotolewa na jarida la People, Combs hatapanda kizimbani kujitetea binafsi. Uamuzi huu umeshangaza watu wengi sana, hasa kizingatia uzito wa mashtaka yanayomkabili na shinikizo la umma kutaka kumsikia akieleza upande wake wa hadithi. Wachambuzi wa sheria wanasema kuwa huu ni mkakati wa kawaida wa kisheria unaolenga kuepuka msalaba wa maswali kutoka kwa upande wa mashtaka ambao ungeweza kumweka pabaya mahakamani. Siku ya jana Jumatano, kesi hii iliahirishwa kwa muda baada ya mmoja majaji kuripotiwa kupata dalili ya vertigo, yani kizunguzungu kikali, na hii ilikuwa ni kabla ya hatua ya ushahidi kuendelea. Kesi hiyo haitosikilizwa hii leo tarehe 19 kama ambavyo ilikuwa imepangwa, na hii ni kutokana na maadhimisho June 10th na inatarajiwa kuendelea tena Ijumaa ya June 20. Pia kuna mjadala unaoendelea kuhusu usawa katika uteuzi wa wajumbe mahakama baada ya Jaji Moose aliyeondolewa kubadilishwa na mzungu mzee zaidi, hali ambayo imeweza kuibua hoja kuhusu upendeleo wa mfumo katika mchakato wa haki. Timu za pande zote mbili sasa zinaelekea katika hatua za mwisho. Shahidi muhimu wa upande wa mashtaka, Brenda Paul, msaidizi wa zamani wa Combs, anatarajiwa kutoa ushahidi pindi kesi hii itakaporejea. Timu ya utetezi imeashiria kuwa haitatumia mashahidi wengi na huenda wakamaliza utetezi wao ndani ya siku 2. Ikiwa itapatikana na hatia, Sean Combs anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha jela. Hii ni kesi iliyoibua mijadala mikali sana kuhusu tabia za mastaa, uwajibikaji, nguvu ya fedha dhidi ya haki na nafasi ya wanawake katika tasnia ya burudani. Hii hapa ni SNS Management.